Msalabani pa Mwokozi. Hapo ni namba 2 inatusamehe. Kitabu cha waraka wa Yohana, ngapi? Oh Bwana, saidia hii sehemu tupate kujua. Waraka wa kwanza wa Yohana, haleluya. God bless you mtumishi wa Mungu Charles. Sikiliza tuone hapa Mungu anavyosema. Asante, ubarikiwe sana mtumishi wa Mungu Kelvin. Hiyo ni hatua. Kwa sababu nini? Hiyo nguvu ya damu ni kutuonyesha mlango wa kutokea. Ubarikiwe sana Joyce, God bless you. Naomba nisome kitabu cha waraka kwa haraka tuendelee kwa pamoja. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza kabisa, ule mstari wake wa 7. Kuna habari nzuri sana hapa. Nasoma pia kwa msaada wa Mungu. Anasema hivi: tukisema ya kwamba bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wa Mungu wake yatusafisha dhambi yote. Nimesema hivi, damu ya Yesu, pointi ya pili ni kutusamehe. Unapomsikia mwimba tenzi anaimba, wazee wa zamani walikuwa wakiimba tenzi, zina ujumbe, zina nguvu na uvuvio ndani. Hata kama ulikuwa umedumaa, unaposikia, unapokutanika kusanyiko la wale wazee, lilikuwa linakulazimisha kuinuka, linakunyanyua, linakulazimu. Yaani ni mfano sasa, umekaa na mtu msafi, umekaa katika kikundi kisafi, wewe umezoea uchafu, watakulazimisha kwa nguvu. Imebadilishwa, twafana naye, tumebadilishwa. Nisikilize, ni sawa kukaa na mtu aliyejaa roho wa Bwana ndani yake. Hakikisha na wewe taa yako, kama huyo kiongozi uko makini, atahakikisha huyo mtu anamsaidia. Ndio kusudi la Mungu. Nimesema damu yake inatusamehe. Narudia tena, bali tukinenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Unajua nini kazi ya deliverance Yesu aliyoitoa kutukomboa? Ni kwamba ushirikiane wewe kwanza, nyinyi kwa nyinyi mshirikiane. Kushirikiana ni nini? Ni tendo la kiroho, ni jambo la kuchukua hatua. Haleluya. Kitabu cha Matendo ya Mitume imeruhusiwa, anasema kwamba walimtafuta kungali hata kwa kupapasa. Imeruhusiwa. Ni njia iliyotumika wewe upate kujaribu kumtafuta, kwa sababu mwanadamu aliumbiwa toka mwanzo roho ya ibada ndani, roho ya maabudu ndani. Haleluya. Ndio maana uwepo wa Mungu alipowaacha kabisa, mioyo yao dhamiri yao ilikuwa inawatuma kuabudu, wakaanza kutafuta kupata kitu cha kuabudu ili mioyo yao itulie, kwa sababu ilikuwa imeumbiwa asili ya kuabudu. Wengine wakakimbilia katika mawe, wengine wakakimbilia katika sanamu, wengine wakakimbilia katika miungu mbalimbali ambao mpaka leo wengine wameshikamana nayo. Hawaelewi kuna nguvu ipo inaishi kwa ajili ya kuwasaidia wao. Wamekataa kushirikiana wao kwa wao kuenenda